kutoka nje ya wilaya ya Morogoro kuleta mifugo mingi ambayo husababisha mwingiliano na uharibifu wa mazao. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na migogoro, ikiwa ni pamoja na kutenga na kutambua maeneo ya malisho kwa wafugaji kupitia mpango wa matumizi bora ya ardhi, ambapo jumla ya vijiji 68 vimefanyiwa mpango wa matumizi ya ardhi kwa kutenga hekta 54,577. Watendaji wote wa vijiji na kata kutoruhusu wafugaji wageni kuingia kwenye maeneo yao bila kufuata utaratibu. Kuhamasisha uzalishaji wa malisho ili kuongeza upatikanaji wa malisho kwa wafugaji. Mheshimiwa Spika, wizara ya kisekta zimeendelea kuimarisha huduma za ugani kwa kutoa elimu ya wafugaji wenye tija, ufugaji wenye tija kwa kuwa na mifugo michache na wafugaji. Mheshimiwa Spika, Jeshi la Polisi kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kufanya operesheni maalum ya kuondoa mifugo kwenye maeneo ya mashamba ya wakulima katika wilaya ya Morogoro. Pia serikali inapopata tetesi ya migogoro kwa wafugaji na wakulima, viongozi ngazi ya mkoa na wilaya kufika kwa wakati na kuhakikisha migogoro inatatuliwa. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Zuberi. Asante Mheshimiwa Spika, naomba niulize maswali mawili madogo ya nyongeza kutokea katika swali langu la msingi. Mpaka hivi sasa ninavyozungumza hapa, bado kuna mifugo katika mashamba ya wakulima huko katika jimbo la Morogoro Kusini. Mheshimiwa Naibu Waziri, nini kauli yako sasa hivi ili iweze kutekelezwa na mifugo hiyo iondolewe katika mashamba ya wakulima? La pili, wizara ina mpango gani sasa katika jimbo la Morogoro Kusini kuongeza ujenzi wa majosho, malambo pamoja na kasi ya kuelimisha wafugaji juu ya ufugaji bora na wa kisasa? Asante. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili madogo ya nyongeza Mheshimiwa Mfaume, mbunge wa Morogoro Kusini. Kwanza nimpongeze kwa maswali yanayogusa changamoto hizi za wakulima na wafugaji. Mheshimiwa Spika, sisi Wizara ya TAMISEMI tunashirikiana kwa karibu sana na Wizara ya Mifugo ya Uvuvi na Mifugo, na wameendelea kutoa elimu wenzetu Wizara ya Mifugo, na pia wanatoa mbegu za ruzuku kwa ajili ya malisho ili kuondoa migogoro hii kabisa. Lakini Mheshimiwa Spika, tunaendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuhakikisha mifugo inaondolewa katika maeneo ya wakulima wetu, na baadaye nitakaa na Mheshimiwa mbunge pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Mifugo ili tuweze kuiangazia maeneo haya na kupata ufumbuzi wa kudumu. Lakini Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kujenga majosho mengi nchini. Nimeombe Mheshimiwa mbunge tuweze kuainisha eneo ambalo hasa amelizungumzia ambalo halijapata majosho mpaka sasa ili tuweze kujenga majosho hayo. Asante Mheshimiwa Lucy Kombani. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa hii migogoro imekuwa ni ya muda mrefu sana na inaleta madhara makubwa sana kwenye hizi jamii zetu, na kwa upande wengine tukiangalia tuna wataalamu ambao wamesomea utatuzi wa migogoro, je, serikali haioni haja sasa ya kuwatumia wataalamu hawa katika kumaliza haya matatizo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa kwa kipindi cha mwaka 2023 hadi 2025 hakujaripotiwa migogoro yenye kuleta mapigano katika maeneo mengi nchini, na serikali na muahidi Mheshimiwa mbunge tuendelea kuwatumia wataalamu hawa ili kuweka hali hii ya usalama wa wakulima na wafugaji, na tunaendelea kuhamasisha zile kampeni za, kwa mfano kampeni ya Tutunzane, ili kuona kabisa wakulima na wafugaji wanavyohitajiana na waweze kuishi katika maeneo kwa usalama na uzalishaji mali uendelee. Mheshimiwa Mhata. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ndani ya jimbo langu la Nanyumbu hivi ninavyozungumza kuna mgogoro mkubwa wa wafugaji na wakulima na kusababisha mashamba ya wakulima kuliwa na mifugo ya wafugaji. Sasa, je, serikali ina kauli gani
kuwalazimisha hawa wafugaji ambao wamesababisha hasara kubwa kwa wakulima waweze kulipa gharama zote za uzalishaji na badala yake kuwaachia polisi kushughulikia swala hilo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mhata kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia migogoro ya wakulima na wafugaji ni eneo sensitive sana, na serikali huwa haijiweki katika eneo la kupendelea. Hivyo niwaelekeze wahusika wote wa halmashauri za vijiji na halmashauri zetu waweze kufuatilia mgogoro huo na waripoti kwa wakati ili tuweze kwenda kutatua tatizo hili. Lakini nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tunaweza kuonana baadaye ili tuweze kuona namna gani ya kuweza kulihendo hili bila kuleta pressure katika pande zote. Mheshimiwa, tunaendelea. Ofisi ya Makamu wa Rais, Mheshimiwa Matar. Je, serikali haioni haja ya kuongeza wigo wa fedha za mazingira ili kusaidia juhudi za Zanzibar kukabiliana na athari hizo? Swali hilo linaenda kujibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Alfesto Dugange. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mata Ali Salum, mbunge wa Jimbo la Shauri Moyo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar zimeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha zinaongeza wigo wa fedha za mazingira kupitia vyanzo vya mapato ya ndani na nje ili kusaidia juhudi za Zanzibar kukabiliana na athari hizo. Mheshimiwa Spika, hatua hizo ni pamoja na kutenga fedha kupitia bajeti ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kutafuta fedha kutoka katika mifuko mbalimbali ya kimataifa ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni pamoja na mfuko wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi Adaptation Fund, mfuko wa mazingira dunia Global Environment Facility na mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi Green Climate Fund, na kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo ili kuongeza wigo wa fedha katika eneo la mazingira. Mheshimiwa Spika, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar zitaendelea kuongeza fedha za mazingira kadri ya fedha za miradi zitakavyokuwa zinapatikana. Hadi sasa jumla ya miradi 10 yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 97.6 imetekelezwa na kukamilika kwa pande zote mbili za muungano. Aidha, serikali ipo katika maandalizi ya miradi mitatu yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 62.6 ambayo ipo kwenye hatua za awali za maandalizi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Matar. Asante sana Mheshimiwa Spika, lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri. Lakini kwanza nichukue fursa ya kumpongeza sana Mheshimiwa Injinia Masauni kwa kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa. Hili ni jambo jema kwa nchi yetu, ni fursa kubwa kwa nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Waziri, serikali yetu itaifaidika vipi na fursa za kifedha katika taasisi hiyo? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Mata Ali Salum, mbunge wa Shauri Moyo, kwa kuwa mdau mzuri wa mazingira, lakini kwa kuwasemea wananchi wa Jimbo la Shauri Moyo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Naomba nimhakikishie serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zinao mkakati mahususi wa kuongeza fedha za mazingira kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunahifadhi na kutunza mazingira yetu, kwa sababu tunafahamu mazingira ni uhai. Na hivi sasa katika mpango wa dira ya maendeleo ya taifa 2550 swala la mazingira limepewa nguzo mahususi na serikali ya Zanzibar pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutaendelea kuhakikisha kwamba tunaongeza vyanzo na kutunza mazingira. Mheshimiwa Isaya. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa ni miaka mitatu sasa taarifa ya Wizara ya Mazingira na wizara zingine mtambuka kuhusu maziwa ya Babati, Basotu, Tlawi kule Mbulu na mkoa wa Manyara kwa ujumla haijarudishwa na kazi haijafanyika. Je, ni lini waziri atakwenda Mbulu kutembelea hayo maziwa? Mheshimiwa Waziri Musika. Mheshimiwa Dr. Waziri amesimama. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi hii. Naomba kwanza nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri ya maswali yote mazuri ya Mheshimiwa Bunge, lakini nimshukuru Mheshimiwa Matar na Mheshimiwa Spika wewe pia pamoja na Mheshimiwa wabunge wote
kwa kunipongeza jana na leo kwa kuweza kuchaguliwa kwenye nafasi ya makamu wa rais wa Baraza la Mazingira Umoja wa Mataifa. Mheshimiwa Spika, naomba niongezee sasa kujibu maswali ya Mheshimiwa bunge kama ifuatavyo. Kwanza, Mheshimiwa Spika, ni dhahiri kabisa nafasi hii ambayo tumeipata inachangiwa na kazi kubwa na mafanikio makubwa na heshima kubwa ambayo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na nchi yetu iliyojenga katika jumuiya ya kimataifa ndipo ikawezesha kuweza kupata heshima hii ya kuweza kupata nafasi hiyo. Lakini kupitia nafasi hiyo tunaweza kunufaika katika masuala mengi. Moja ni kuhakikisha kwamba tunapenyeza vipaumbele vyetu kama taifa katika kukabiliana na changamoto za mazingira, ikiwa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, upotevu wa bayoanuai, masuala mengine mbalimbali yanayohusu ikiwemo nishati safi na kadhalika. Lakini hiyo pia itatusaidia kuweza kunufaika na fedha mbalimbali, fursa za kifedha kupitia mifuko ya mazingira kwenye jumuiya ya kimataifa. Lakini Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge wa Mbulu aliuliza swala la Ziwa Babati. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba yeye pamoja na Mheshimiwa mbunge wa Babati mjini tulizungumza nao kuhusiana na jambo hilo, na hivi sasa hivi tunapozungumza leo kuna timu ya wataalamu imekwenda kule Babati kufanya tathmini ili kuhakikisha kwamba tunafanya nini kupata hatua za dharura za kuweza kukabiliana na tatizo hilo. Wakati huo serikali ina mkakati wa muda mrefu ikiwemo kununua mitambo ya kukabiliana na changamoto ya magugu maji katika maeneo yote yanayoathirika na magugu maji katika nchi yetu. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua za kwanza dharura tayari tumeanza nazo leo, lakini baada ya muda si mrefu tayari tupata fedha kupitia serikali kuu kupitia hazina ili tuweze kupata mitambo ya kukabiliana na tatizo hilo. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Asante. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia, Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga. Je, lini changamoto ya mawasiliano jimbo la Tabora mjini katika kata za Ikomwa, Ndevelwa, Ntakilwa, Kabila, Kalunde na Itetemia zitakamilika? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Sweetbat Mkama. Kujibu swala la Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, mbunge wa Tabora mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kupitia UCSAF na watoa huduma wa mawasiliano ilifikisha huduma za mawasiliano katika kata husika kama ifuatavyo: kata ya Ikomwa, Airtel, Vodacom na Halotel; kata ya Ndevelwa, Halotel; kata ya Ntalikwa, Airtel; kata ya Kabila, Honora, Airtel na Halotel; kata ya Kalunde, Honora, Vodacom, Airtel na Halotel; na kata ya Itetemia, Halotel. Mheshimiwa Spika, kata zote 6 zimefikiwa na watoa huduma za mawasiliano kama nilivyotangulia kuwataja kwa kuzijengea minara ambayo imekamilika na inafanya kazi. Kwa kuwa Mheshimiwa mbunge ameuliza swali lake kwa kuonyesha kuna tatizo la mawasiliano, wizara kwa kushirikiana na UCSAF na watoa huduma wa mawasiliano itatuma wataalamu katika jimbo la Tabora mjini ili kufanya tathmini ya kina ya hali ya mawasiliano kwa lengo la kujua tatizo lililopo. Mheshimiwa Spika, upo uwezekano wa kutokea tatizo la kupatikana kwa mawasiliano ya uhakika katika baadhi ya maeneo hata kama minara ya mawasiliano ilishajengwa katika maeneo hayo kwa sababu zifuatazo: ongezeko la watu, kukua kwa shughuli za kiuchumi pamoja na jiografia ya eneo husika. Pia sababu nyingine ni kuanzishwa kwa makazi mapya katika maeneo ambayo awali hayakuwa na wakazi, hivyo kuongeza uhitaji wa kujengwa minara zaidi au kuboreshwa kwa minara iliyopo. Mheshimiwa Spika, tathmini itakayofanyika itatoa suluhisho sahihi kama ni kuongeza nguvu ya mitambo katika minara iliyopo au kujenga minara mipya. Iwapo suluhisho ni ujenzi wa minara mipya, kata husika zitajumuishwa katika miradi itakayotekelezwa kwa kadri ya upatikanaji wa fedha. Aidha, kupitia mradi wa awamu ya 11 utakaotangazwa mwishoni mwa mwezi Februari, kata ya Ndevelwa kijiji cha Ituru utajengwa mnara wa mawasiliano. Mheshimiwa Hawa. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu ya serikali,
bado jimbo la Tabora mjini kwenye kata za pembezoni nilizozitaja hapo zina changamoto kubwa sana ya mawasiliano. Kuna baadhi ya maeneo mlitoa maelekezo ikajengwe minara hiyo ya Halotel, lakini haijatengenezwa. Mheshimiwa Spika, nini mpango wa serikali kwenda kujenga hata hiyo minara ya Halotel mnayoisema, ili wananchi wa kata hizi za pembezoni zilizoko kwenye jimbo la Tabora mjini ziweze kupata mawasiliano ya uhakika? Swali langu la pili, Mheshimiwa Spika, pamoja na sasa hivi kuwa tuko kwenye awamu ya uwezo wa mitandao yetu 5G, lakini mpaka leo Tabora mjini bado tunapokea mawasiliano kwa kutumia 2G. Nini mpango na mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba wanapeleka minara yenye nguvu ya uwezo wa kupeleka 5G ili wananchi wa jimbo la Tabora mjini ambalo linakuwa kwa kasi waweze kupata mawasiliano ya uhakika? Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Hawa kama ifuatavyo. Kuhusu ujenzi wa minara kwenye maeneo aliyoyataja ya pembezoni mwa mji wa Tabora, kama nilivyoeleza katika jibu langu kwenye swali namba 74, nilieleza kwamba tunatambua changamoto ya mawasiliano katika maeneo mbalimbali nchini na tuna mkakati mahususi wa miaka mitano kuanzia mwaka huu 25 mpaka mwaka 30, ambapo tutayafikia maeneo yote yenye changamoto za mawasiliano, ikiwemo ni pamoja na eneo lake la Tabora mjini. Lakini kwenye maeneo ambayo yana minara na ambayo bado yana changamoto ya mawasiliano, tutatuma wataalamu wetu wakafanya tathmini, na pale ambapo kutaonekana kuna hitaji ya kuziongezea nguvu hiyo minara, tutaiongezea nguvu. Kuhusu changamoto ya kuwepo, swala la pili ya kuwepo minara ya 2G katika maeneo ya mjini, ni kweli bado kuna maeneo hapa nchini yanasoma minara ya 2G, lakini kwa maeneo ya mjini mengi yameshafikiwa na minara ya 3G na 4G. Iwapo bado kuna maeneo ya mjini Tabora yanasoma minara ya 2G, naomba kwa niaba, kupitia bunge lako tukufu, kwa niaba ya Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, nimwelekeze Mkurugenzi Mkuu wa TCRA apeleke timu yake wataalamu kufanya tathmini katika eneo la jimbo la Tabora mjini kuweza kutambua ni kwa nini bado kunasoma minara ya 2G ambayo katika maeneo ya mjini mengi hakuna changamoto kama hiyo. Mheshimiwa Shafi Sumaji Andaye Bulaya. Mheshimiwa Shafi. Mheshimiwa, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo. Kwa kuwa tatizo la mawasiliano ni la nchi nzima, na mimi katika jimbo langu la Uyui tatizo kama hili lipo na linasumbua sana katika kata ya Ibiri, Ibelamirundi, Ndono, Makazi na Bukumbi. Je, ni lini serikali itapeleka wataalamu ili waangalie maeneo ambayo yanafaa kuweka mnara, waweze kuweka haraka iwezekanavyo, ili wananchi waache kupanda miti kutafuta mawasiliano? Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa Uyui kama ifuatavyo. Naomba nichukue nafasi hii pia kumwelekeza tena Mkurugenzi Mkuu wa TCRA kutuma timu ya wataalamu katika jimbo la Uyui kuweza kufanya tathmini na kutambua changamoto zilizopo za mawasiliano katika jimbo hilo. Nakushukuru Mheshimiwa Bulaya. Mheshimiwa Spika, nakushukuru, na mimi niulize swali dogo la niongeza. Katika jimbo la Bunda mjini, kata za pembezoni, pia kuna changamoto ya mawasiliano kama Kunzugu, Bukole, Nyamatoke na Mihale. Ni lini changamoto hiyo itatatuliwa? Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la mbunge wa Bunda mjini Mheshimiwa Bulaya kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tuna mkakati maalum mahususi ambao tunauandaa wizarani na utakamilika hivi karibuni,
Mkakati huu tunakusudia kuyafikia maeneo yote yenye changamoto za mawasiliano likiwemo jimbo la Mheshimiwa Brian. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa kwamba katika mkakati wetu na siku si nyingi tutakufikia katika maeneo yako yenye changamoto, na nikupongeze pia kwa jinsi unavyowapigania wapiga kura wako wa Bunda mjini. Kwa kweli wamechagua mbunge mahiri. Asante Mheshimiwa. Tunaendelea Wizara ya Elimu, Sayansi, Mheshimiwa Thomas Kapala Maganga. Je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa chuo cha VETA halmashauri ya wilaya ya Mlele Katavi? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Wan Amer. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Thomas Kampala Maganga, mbunge wa Katavi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea na ujenzi wa chuo cha VETA cha wilaya ya Mlele ambacho kinatarajiwa kukamilika mwezi Juni 2026. Hadi sasa serikali imeshatumia jumla ya shilingi bilioni 1.032 kati ya shilingi bilioni 1.6 zilizotengwa kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa awamu ya kwanza. Mpaka sasa ujenzi huo umefikia 73%. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga na kupokea fedha ili kuwezesha ujenzi wa chuo hiki kukamilika kwa wakati na kuanza kutoa mafunzo kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Maganga. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Naomba nimshukuru Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri. Mheshimiwa Spika, kulingana na umuhimu wa chuo hiko, je, ni lini sasa serikali itapeleka fedha ili kukamilisha ujenzi huo? Swali la pili, Mheshimiwa Spika, kabla sijaja bungeni nilitembelea mradi huo wa ujenzi. Mheshimiwa Spika, mradi huo hauridhishi. Je, waziri yuko tayari kwenda kujionea hali halisi ya mradi na kutoa msukumo ili mradi ukamilike kwa wakati? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako naomba nimjibu Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa ufuatiliaji yake juu ya maendeleo ya chuo hichi cha Mlele, lakini pia nimpongeze, nimepata taarifa kwamba yeye ndo mwenyekiti wa wabunge wapya katika bunge hili. Kwa hiyo nimpongeze kwa nafasi hiyo. Lakini Mheshimiwa Spika, kama ilivyojibu kwenye majibu yangu ya awali kwamba kati ya bilioni 1.6 ambazo zilitengwa, bilioni 1.032 tayari zimeshatumika. Kwa hiyo bakaa iliyobaki sio kubwa sana, na serikali imeshatenga fedha kwa ajili ya kumalizia vyuo hivi na kuanza ujenzi pia wa vyuo vingine. Kwa hiyo nimhakikishie kwamba Mheshimiwa Maganga, fedha zitaenda na chuo hichi kitamalizika katika awamu ya pili. Lakini swali lake la B, Mheshimiwa Spika, niko tayari kwenda na kuangalia maendeleo ya chuo hiki. Mheshimiwa Matiko. Mheshimiwa Waziri, asante na kushukuru. Mheshimiwa, sasa tuendelee Wizara ya Madini. Mheshimiwa Injinia Chacha. Je, serikali ina mpango gani wa kuanzisha kituo cha kuongeza thamani na soko la bidhaa za dhahabu katika mji wa Geita? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Steven Kiruswa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti kuimarisha uongezaji thamani wa madini katika mkoa wa Geita ili kuhakikisha manufaa ya rasilimali madini yanabaki nchini. Kutokana na uzalishaji mkubwa wa dhahabu, mkoa huu umewekewa miundombinu muhimu vikiwemo viwanda vikubwa vya kusafisha dhahabu vya Geita Gold Refinery GGR na African Eyes Refinery, na pia kuna viwanda vidogo vidogo vya teknolojia ya kisasa ya uchakataji wa madini
ikiweko mifumo inayojulikana kama CIP au carbon in pulp na CIL au carbon in leach, pamoja na vituo vya umahiri vya Lwamgasa na Katente vinavyosimamiwa na STAMICO. Hatua hizi kwa kuzingatia sheria na sera zilizopo zimefungua fursa kwa wadau mbalimbali kushiriki katika soko la bidhaa za madini mjini Geita, ikiwemo masuala ya usonara. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kiujuzi, kiuwekezaji na kisheria ili kuimarisha uongezaji thamani madini nchini. Aidha, wizara kupitia kituo chetu cha jiolojia Tanzania Geological Center ambacho kipo Arusha, inaendelea kutoa mafunzo ya vitendo vya uongezaji thamani wa madini na kuandaa wataalamu wa utengenezaji wa bidhaa zinazotokana na dhahabu, fedha na vito. Hivyo nitoe wito kwa Mheshimiwa mbunge kuhamasisha vijana wa mkoa wa Geita, hususan jimbo lake la Geita mjini, kuchangamkia fursa hizi ili kujiajiri na kuongeza kipato na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Chacha. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kumpongeza Mheshimiwa Naibu Waziri wa Madini kwa majibu yake mazuri ambayo ameweza kujibu. Lakini Mheshimiwa Spika, niseme tu kwamba wote humu ndani tunajua kwamba tunazalisha dhahabu nyingi Tanzania na hususan katika mkoa wetu wa Geita. Lakini dhahabu yote hii export, tunaisafirisha kwenda nje bila kuitengenezea vifaa vinavyotokana na dhahabu. Mheshimiwa Spika, tukiweza kutengeneza vifaa hivi kama pete, mikufu na vinginevyo ambavyo vinatokana na dhahabu, tutaenda kuongeza ajira, tutaenda kuongeza mapato, lakini pia tutakuwa sasa tunatengeneza Tanzania, tuna export. Tunategemea tutapata wageni, lakini tutapata watalii. Je, niulize sasa, serikali ina mpango gani mahususi wa kuhakikisha kwamba tunaanzisha kituo maalum cha utengenezaji vifaa hivi vitu ambavyo vinatokana na dhahabu, ili basi tuweze kuhakikisha kwamba vijana na wajasiriamali wa Geita wanaweza kuhusika moja kwa moja kwenye mnyororo huo wa utengenezaji wa vitu hivi. Lakini swala la pili, Mheshimiwa Spika, na kama itatokea, endapo ikatokea serikali haina mpango wa moja kwa moja wa kuanzisha kituo hiki, je, serikali iko tayari kushirikiana na sekta binafsi na kuiwezesha au halmashauri ya manispaa ya Geita kuiwezesha kuanzisha vituo hivi? Maana naamini kabisa kwamba kwenye Geita na taifa hili vitaenda kuwa na faida kubwa. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nimpongeze sana Mheshimiwa Chacha kwa maswali yake mazuri, na pia nimkaribishe katika kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, kwa sababu nina taarifa kwamba hivi karibuni amepata kuelekezwa awe mjumbe wa kamati hiyo, na ninajua kwamba ni injinia mwenye uzoefu na tunahitaji kuvuna hazina ya elimu aliyonayo katika Wizara ya Madini. Baada ya kusema hayo, nijibu swali lake la kwanza ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, viwanda vya kuchakata madini na kutengeneza bidhaa za mlaji wa mwisho, tunaita end user products, tayari zipo katika sehemu mbalimbali nchini kama nilivyoelezea kwenye majibu ya swali la msingi. Lakini kwa upande wa huko Geita sasa, na kwa sababu Mheshimiwa mbunge anataka kujua hasa bidhaa zinazotokana na dhahabu, ni kweli kwamba sasa hivi dhahabu nyingi inachakatwa, wanachoma, wanatengeneza zile gold bars na zinauzwa hivyo hivyo, ila ni kwa Geita tu na baadhi ya maeneo mengine nchini, lakini tayari tuna viwanda vinavyochakata dhahabu na kutengeneza bidhaa za dhahabu. Na moja wa mifano hai ambayo ipo na hata wanageita wanaweza kwenda kujifunza ni kiwanda cha Banjul Limited kilichoko Dar es Salaam, ambacho kinafanya biashara ya kuchakata madini ya dhahabu na kuuza dhahabu nje kama wanavyouza wengine, lakini pia wanatengeneza vidani, mikufu, pete, bangili, lakini sio ya dhahabu tu, na madini mengine mbalimbali ikiweko madini ya metali pamoja na madini ya vito. Kwa hivyo mimi nitumie nafasi hii pia katika kujibu swali lake la pili kumwelekeza Mheshimiwa mbunge ashauriane na halmashauri yake, maana na yeye ni mjumbe. Halmashauri ya Geita sio maskini. Wakitaka kuanzisha kiwanda cha kuongeza thamani madini ya dhahabu na kutengeneza bidhaa za mlaji wa mwisho, sisi kama wizara tuko tayari kutoa ujuzi na elimu kwa kuwaletea wataalamu
waweze kuanzisha kiwanda ambacho kinakwenda kuhakikisha kwamba dhahabu ile inatengenezewa bidhaa mbalimbali zinazoweza kutafunwa nchini. Na Watanzania wote, sio lazima kuuza bidhaa ambazo zimechakatwa tu kwa asilimia fulani, tunaweza kutengeneza bidhaa za mlaji wa mwisho. Na wako wengi ambao napenda kuwapongeza wanaotengeneza bidhaa za madini ya vito, hasa kule Arusha kuna kile chuo chetu cha TGC, lakini pia kuna wadau mbalimbali katika mikoa mbalimbali nchini. Mererani pia wanafanya hivyo katika madini ya Tanzanite, na Dar es Salaam kuna watu binafsi ambao wanajishughulisha na biashara hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, sisi tuko tayari kama wizara kuiwezesha halmashauri ya Geita kwa kuwapa utaalamu ili waweze kuanzisha kiwanda cha kuchakata madini au kituo kikubwa kama kile cha Tanzanite. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Ngajilo. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kupewa nafasi hii kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Iringa unasemekana una maeneo yenye madini. Ukienda mfano Ihomasa, Ihandutwa, Sinai, Ulata, Mtela, Kitonga, Image na maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa. Sasa swali, je, ni lini sasa serikali mtaifungua na kuipa kipaumbele Iringa ili mkoa huu ujulikane ni mkoa wa madini kwa kufanya mining survey, lakini kutangaza maeneo yenye madini na kuwawezesha vijana teknolojia ya kuchimba madini na kutengeneza mabilionea kutoka mkoa wa Iringa? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nampongeza Mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri, na nimjulishe tu kwamba Iringa nayo ni moja ya mikoa yetu ya kimadini. Wana madini aina mbalimbali, na nimpe ushauri kwamba atembelee kituo chetu cha jiolojia TGC, kwa sababu pale GST, kwa sababu tuna kitabu ambacho huwa kinawishwa kila baada ya miaka mitatu kinachoeleza madini yanayopatikana katika kila eneo la nchi yetu ikiweko mkoa wa Iringa. Lakini hatuishii hapo tu, tuna wachimbaji wadogo wengi pale Iringa, eneo la Nyakavangala ambao liko katika jimbo la Mheshimiwa Lukuvi. Tayari kuna wachimbaji wa dhahabu, kuna madini ujenzi, na ni wajibu wetu kama wizara kuendelea kutoa elimu kwa vijana ili waingie katika sekta hii kwa wingi, kwa sababu madini haya yanaenda kubadilisha sura ya uchumi wa wananchi wetu na vijana hasa ambao wanahitaji ajira. Ila kwa suala la survey, sisi kama wizara ya madini kwa maelekezo ya Rais tuko katika mchakato wa mwisho wa kununua ndege yetu wenyewe ya kufanya survey, lakini pia tuna wadau wa sekta binafsi ambao wameanza kurusha ndege, wameanza kurusha helikopta, wameanza pia kurusha na zile ndege nyuki katika kutafuta madini yalipo katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Tumeshafanya hivyo Shinyanga wiki iliyopita na maeneo mengine. Mheshimiwa Spika, asante sana. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Uchukuzi. Mheshimiwa John Francisco. Je, lini ujenzi wa uwanja wa ndege Mwanza utakamilika ili uwe na hadhi ya kimataifa? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri David Kenzile. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mpango wa serikali ya kufanya maboresho makubwa ya kiwanja cha ndege cha Mwanza ili kuwa cha kimataifa umeanza. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina unaohusisha ujenzi wa jengo jipya la abiria, upanuzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, upanuzi wa eneo la maegesho ya ndege na ujenzi wa barabara kiungio unaendelea. Mheshimiwa Spika, ujenzi utaanza mara baada ya kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kukamilika. Mheshimiwa John Francisco. Mheshimiwa Spika, ninashukuru sana kwa majibu ya serikali, lakini naomba sasa niulize maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwanza naomba kufahamu huo upembuzi yakinifu unahusisha kitu gani na utakamilika lini? Kwa sababu Mheshimiwa Spika, tarehe 28 ya mwezi wa 3 mwaka 2024 serikali ilisaini mkataba na mkandarasi anayeitwa Taifa Civil Mining Limited, mkataba ambao ulikuwa na zaidi ya thamani ya bilioni 29. Mheshimiwa Spika, kwa maelezo ya serikali, wananchi wa Nyamagana nikiwemo mimi mwenyewe kama mwakilishi wao ninapata mkanganyiko wa nini ambacho kinaendelea kufanywa upembuzi yakinifu ili hali serikali tayari imekwisha kusaini mkataba. Swali la pili, Mheshimiwa Spika, toka serikali saini mkataba huo
haijawahi kupeleka hata senti 5. Na tunavyozungumza, Mheshimiwa Spika, kwa taarifa nilizonazo, mkandarasi ameanza kuondoa vifaa vyake site. Ni nini sasa serikali itapeleka fedha ili mkandarasi aweze kuendelea na kazi ya ujenzi wa uwanja? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Nzilanyingi kwa ufuatiliaji wake wa karibu kwenye uwanja wetu huu wa Mwanza. Lakini Mheshimiwa Spika, yeye, Mheshimiwa mbunge na wabunge wote wa mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla